Utamaduni. Utamaduni ni jumla ya maisha ya watu. Aina mbili za maudhui ya utamaduni zinajitokeza katika riwaya hii. Kwanza tuko na utamaduni. Kuna utamaduni wa kiasili ambao unazingatia jadi au zamani na desturi za kiasili na za kuna jamii zinazo na ule unaokumbatia usasa. So kuna utamini, kwa hivyo kuna utamaduni mara mbili, kuna utamaduni wa kiasili na kuna utamaduni wa kisasa. Utamaduni wa kwanza ni ubabedume. Ubabedume ambao unaonekana. Ubabedume ni mfumo ambapo mwanaume anapewa nguvu na mamlaka zaidi ya mwanamke. Ubabedume humweka mwanaume mbele ama katika nafasi ya juu kijamii ikilinganishwa na mwanamke. Hali hii inaonekana wapi? Inaonekana pale ambapo Mangwasha anapotamani kuondoa uhasama wa Wakule na Waketwa, lakini kwa vile yeye ni mwanamke hangeweza kusikizwa. Kwa hivyo hangeweza, kwa sababu utamaduni ulikuwa unasema kwamba mwanamke hafai kusimama mbele ya mwanaume. Kwa hivyo alikuwa anashindwa kuenda kuunganisha hizi jamaa mbili hasimu, ni kwa sababu yeye ni mwanamke. Jamii yake pia haikumtarajia yeye Mangwasha kuwa na ujasiri wa kwenda kuongea na wakuu wa nchi, na sio tu kwa sababu ya hali yake ya kijamii au kimaskini, lakini pia kutokana na hali yake kuwa yeye ni mwanamke. Jamii yake yenyewe haikutarajia kwamba Mangwasha anaweza kuwa na ujasiri kiasi kwamba anaweza enda kuongea na mtemi wa nchi. Ni kwa sababu kwanza yeye ni mwanamke, haikuruhusiwa utamaduni. Kulikuwa na dhana kwamba mwanamke ni chombo tu cha kuchuuzwa na mwanaume. Inajitokeza pale ambapo baadhi ya Waketwa waliochomewa nyumba zao wanatoa hoja kuwa kuna wale waliowauza wake zao kwa wakuu ili wapate ajira. Wanawake hawana sauti mbele ya wanaume kama anavyowaza Mangwasha kuwa walipaswa kusikiliza na kutenda, bali si kusikilizwa na kutenda. Wanawake katika jamii hii ya nchi ya Matuo ni kwamba walikuwa hawasikizwi. Kazi yao ilikuwa tu ni waonekane wala wasisikike. Huo ni utamaduni. Mira haikumruhusu mwanamke kumfuata mumeo mahali pa starehe. Kumbuka siku ile ambapo Mangwasha aliamua kwenda kumtafuta bwanake, akaenda kwa rafiki yake Mbulungu. Kwanza akamwambia waende kumtafuta bwanake. Mbulungu alimwambia asithubutu kufanya hivyo kwa sababu mira na desturi hairuhusu. Mbungulu anamwambia Mangwasha usimfuate mumeo kwenye makao ya starehe, sababu ilikuwa ni mira na desturi ambayo haikumruhusu mwanamke kufanya vile. Kuna maudhui pia ya imani asili ya jamii. Imani pia yanakaririwa na Mrima anayeamini kuwa mwanamke huwa na maneno mengi kama jiriku. Kwa hivyo Mrima kwa imani yake ya asili, imani yake ya kitamaduni, anaamini kwamba mwanamke ni mtu mwenye maneno mingi kama jiriku. Kwanza mwanamke hapaswi kumuuliza mumewe kule aendako au atokako. Kulingana na utamaduni wa kina Mrima, jamii yao, ni haikupaswa mwanamke kumuuliza mwanaume anatoka wapi au anaenda wapi. Kwa hivyo huo ni utamaduni. Mrima anasema wanawake wa kisasa jameni wanafunja kila mwiko. Mwiko ni mira uliowekwa na wazee. Kupitia kwa Mrima pia maudhui ya jinsi utamaduni ya asilia unavyosawiriwa katika riwaya hii
yanaonekana pale anaposema kuwa yeye Mrima ni mwanaume na mke, yani mwanamke, hangemzuia kuoa tena, kwamba angeweza kuoa wakati wowote na idadi yeyote ya wanawake. Kupitia kwa Mrima, utamaduni wao unawaruhusu kuoa wanawake idadi ya wanawake ambayo mwanaume mwenyewe anataka. Kwa hivyo haya ni maudhui ya utamaduni. Kwa hivyo mwanamke hawezi kumzuia mwanaume kuoa. Mwanaume akitaka kuoa wanawake wengi ni shida, ni juu yake. Utamaduni asilia pia unamtaka mume aweze kuitunza jamaa yake pamoja na kuizimamia. Nilikuwa ni jambo kulingana na utamaduni wa nchi ya Matuo au ya nchi ya Matuo, ni kwamba mwanamke afai kumulisha mwanaume. Mwanaume ndiye anafaa kulisha familia yake na wala sio kinyume. Hii ndiyo maana Mrima anasisitiza kuwa mila haimruhusu kutunzwa na mkewe. Anasema siwezi kufunja mila kwenda kutunzwa kama mtoto. Kwa hivyo wakati ule alitolewa majahani akiwa mlevi chakali, alipelekwa hospitali kwa sababu afya yake ilikuwa imedhoofika. Sasa mlionalewa napomwambia wampeleke nyumbani, Mrima alikataa. Akasisitiza yeye hawezi enda kwa sababu sasa amelema, kwa sababu amedhoofika kiafya, hawezi fanya kazi, alishafutwa kazi, hawezi enda kutegemea mwanamke aweze kumulisha nyumbani yeye kama yeye si mtoto. Kwa hivyo huu ni utamaduni, kwa maana ndio maana nasema siwezi kufunja mila kwa sababu hiyo ilikuwa ni mila yao. Utamaduni wa kisasa unabainika pia kutokana na wingi wa maisha ya raha na starehe. Huo ni utamaduni wa kisasa, sio ule asili. Asili tumeona ni kama huo wa Mrima kwamba mwanamke hafai kumuuliza, lakini huu ni utamaduni ambao unatokana na wingi wa starehe ya mwanadamu. Jamii inazingatia maisha ya ufasiki. Fasiki ni starehe ya nasa, usinzi na kutowajibika katika ndoa. Huo ni utamaduni wa kisasa. Tunaambiwa Sagiru anabadilisha magari sawa sawa na anavyobadilisha wanawake. Kwa hivyo Sagiru alikuwa anabadilisha wanawake jinsi alikuwa anabadilisha magari. Kwa hivyo huo ni utamaduni wa kisasa. Mangwasha anaonekana kukashifu mila zilizopitwa na wakati pale anapomwambia Mbungulu kwamba angeifunja mila ya kutomfuata mumewe katika starehe zake na kudharau baadhi ya mila kama hizo. Mangwasha alidharau hizo mila, ndio maana alienda moja kwa moja kumtafuta mumewe katika majahani, mtaa wa Machengo, pale ambapo walikuwa ni mahali pa walevi. Alienda na akafunja hiyo mila ya kukataza mwanamke asiende kumtafuta mumewe kwenye starehe zake. Aliifunja. Thank you very much.